Karibu katika simulizi ya maisha ya Mheshimiwa Nurdin Babu, Rasi Babu. Katika nyanda za Tanzania ambako uongozi wa dhamana na si cheo tu, ndipo simulizi ya maisha ya Mheshimiwa Nurdin Babu anajulikana zaidi kama Rasi Babu inaanzia. Ni simulizi ya mtu aliyekuwa akifahamu mapema kwamba uongozi ni wajibu wa kutumikia watu, si kuwatawala. Rasi Babu ni kiongozi aliyepitia hatua mbalimbali za maisha na kazi, hatua zilizomjenga kuwa mtu mwenye msimamo, ujasiri na maamuzi. Tangu akiwa kijana alionekana kuwa mtu anayejali masuala ya jamii, haki na maendeleo ya watu wanaomzunguka. Maisha yalimfundisha kuwa changamoto si mwisho wa safari, bali ni daraja la kuelekea mafanikio. Kadri miaka ilivyopita, Rasi Babu aliingia katika utumishi wa umma, safari ambayo ilimpa fursa ya kujifunza kwa vitendo namna serikali ilivyofanya kazi, namna maamuzi ya viongozi yanavyogusa maisha ya wananchi wa kawaida. Kupitia majukumu mbalimbali alijifunza kusikiliza, kuchambua na kuchukua hatua kwa maslahi mapana ya jamii. Hatua katika maisha yake ambayo ilikuwa ni kubwa ni uongozi ulikuja pale alipoaminiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Uteuzi huo haukuwa tu heshima, bali ulikuwa mzigo wa dhamana ya kusimamia mkoa wenye historia kubwa ya watu wachapakazi na matarajio makubwa ya maendeleo. Akiwa mkuu wa mkoa, Rasi Babu alijitambulisha kama kiongozi anayependa kuona matokeo halisi. Alisisitiza uwajibikaji kwa viongozi wa wilaya, halmashauri, akiwaamini kuwa maendeleo hayaletwi kwa maneno bali kwa vitendo. Alikuwa mstari wa mbele katika kusimamia huduma za afya, elimu, miundombinu na usalama, akisisitiza wananchi ndiye kiini cha sheria. Katika mikutano yake, sauti yake ilibeba msisitizo wa nidhamu, haki na ushirikiano. Aliwahimiza wananchi kutumia fursa zilizopo, kilimo, biashara na ujasiriamali ili kujijenga kiuchumi. Kwa upande wa viongozi, anawakumbusha mara kwa mara madaraka ya muda, lakini alama anayoacha kwa wananchi. Ili kujenga kiuchumi, kwa upande wa viongozi aliwakumbusha mara kwa mara kuwa madaraka ya muda, lakini alama wanayoacha kwa wananchi hudumu muda mrefu ikiwa tu madaraka huwa ni ya muda tu. Zaidi ya cheo chake, Rasi Babu imebaki kuwa kiongozi anayesimamia katika watu wake, akisikiliza kero zao, akitafuta suluhu na akisimamia utekelezaji wa maamuzi. Simulizi ya maisha yake na ushuhuda kwamba uongozi bora unahitaji moyo wa kujitolea, uadilifu, maamuzi ya kusimamia haki bila woga. Na hivyo ndivyo Rasi Babu anavyoendelea kuandikwa historia yake katika ukurasa wa viongozi wa mkoa wa Kilimanjaro, kama kiongozi aliyekubali kubeba dhamana ya watu na kuifanya kuwa mujibu wa kila siku. Karibuni kupitia katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho. Wasifa wa Mheshimiwa Nurdin Babu, Rasi wa mkoa wa Kilimanjaro. Utambulisho wa kimsingi. Mheshimiwa Nurdin Babu ni Mtanzania aliyepewa dhamana ya kuwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, moja ya mikoa muhimu nchini Tanzania. Katika nafasi yake, yeye ndiye anayeongoza na kusimamia shughuli zote za serikali mkoa, ikiwa ni pamoja na usalama, maendeleo, huduma kwa wananchi na utekelezaji wa sera za serikali. Ingawa taarifa za mapema kuhusu elimu yake hazipo wazi mtandaoni, kazi yake ya uongozi inaonekana wazi kupitia maagizo ya mikakati mbalimbali inayowekwa ndani ya mkoa. Anapitisha sera kwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi ili kuhakikisha utekelezaji mzuri wa miradi ya maendeleo. Majukumu na uongozi wake. Kama mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Babu amejikita katika mambo kadhaa muhimu. Namba moja, kusimamia utendaji wa serikali. Amewapisha aghalabu baadhi ya viongozi wa hadhi ya juu kama mkuu wa wilaya wa Moshi, akisisitiza msingi wa haki, utawala wa sheria na maadili ya utumishi. Namba mbili, kuongeza maendeleo ya jamii. Katika mkoa wa Kilimanjaro ameongoza zoezi la uandikishaji wa wananchi katika daftari la mkazi, hatua muhimu kabla ya uchaguzi wa serikali ya mitaa. Pia ametoa maagizo ya kuhakikisha shule zote zinakamilika baadhi na kuanza kwa muhula wa masomo. Namba tatu, maagizo kwa wananchi wa jasiriamali. Amewataka wakazi wa mkoa kutumia fursa maendeleo katika kilimo, kahawa ili kuboresha kipato. Pia amewashauri wajasiriamali kuhakikisha wanazalisha bidhaa zenye ubora unaokubalika kwenye soko. Namba nne, kuimarisha usalama na utatuzi wa matatizo. Amehimiza utatuzi wa migogoro ya ardhi, kuhamasisha utatuzi pia kwa migogoro kwa njia ya amani. Uongozi na matumizi ya serikali. Mheshimiwa Babu mara nyingi huongoza matumizi na utekelezaji wa sera serikalini kwa kusisitiza uwajibikaji wa fedha na rasilimali za umma. Pia amelenga kushirikiana na vyombo vya usalama na taasisi mbalimbali ili kuhakikisha utulivu wa maendeleo ya mikoa unaendelea.
Hii ni historia ya RC wa mkoa wa Kilimanjaro. Jina langu ni Daud_Drizzy. Hii Usiku TV.